Kupitia ukurasa wa Instagram, Mwijaku ameandika ujumbe mzito sana kwa Dula Makabila mara baada ya mtafaruku ambao umekuwa ukiendelea kwenye mitandao ya kijamii akihusishwa na Zaiylissa ambaye alishaikuwa ex wake na alienda kwa Haji Manara. Sasa baada ya kuachana kwa Haji Manara na Zaiylissa, Dula amekuwa ni mtu ambaye mwenye furaha sana juu ya hichi ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye mitandao ya kijamii, na mpaka amefikia hatua ya kuweza kuachia ngoma ambayo imekuwa ikielezea yale yote ambayo imekuwa yakihusishwa au yakiwa amebase kwenye hiyo issue. So Mwijaku ameamua kuandika ujumbe mzito kupitia IG yake kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ameandika, fakti ya mahusiano ni safari ndefu ya wanadamu yenye kuumiza kwa walio wengi. Kutokea mara moja tu na kumpata mtu ambaye ni kipenzi cha moyo wako. Ni ndoto ya kila mtu maishani mwake kuwa na mtu maishani ambaye atamsaulisha maumivu yote aliyopitia kipindi cha nyuma. Sio siri, mapenzi yanaumiza, mapenzi yanakatisha tamaa ya maisha. Kama hujampatia maumivu yake, shukuru sana kwa Mungu, naomba sana isikutokee. Shughuli zako zote zinaweza kusimama, utahisi dunia ikikuelemea. Kama unapitia hivyo, hebu jipe matumaini yaliyopita. Yaliyopita si ndwele. Ambia nafsi yako kwamba utapata mtu sahihi utakayekupenda kwa moyo wako wote, ambaye atakurudishia lile tabasamu lako. So IG ya kwa Mwijaku ambayo imekuwa ikizungumza hivyo juu ya kitu ambacho kimezidi kuendelea. Zeni akaandika ni kwamba wale ex zako walikutema na kukuona kuwa huna maana. Ghafla wataanza kukuona wivu na kukutamania kutumia text eti hai mambo kitambo kweli. Kiasi kwamba wale ex zako kutumia kumbia hai kitambo kweli. Nawe utawaambia neno hell no, sikuwa najua kama niko na watoto, nao nimepata mtu sahihi na anajua kuthamini hisia zangu. Trust me, kama Jesus mwenyewe alibadili maji kwa divai, kwa nini asikubadili wewe unayeteseka na mahusiano kuwa na mahusiano yenye ndoa yenye afya? Kwa nini asikupe bonge la bibi au bwana anajua kuthamini hisia zako? Trust yourself, trust God. So ni IG ya Mwijaku ilikuwa inazungumza hivyo juu ya ile kitu ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza kuweka maoni yako pia kwenye hicho ambacho kimehappen.